Makumbusho Vioo tumekuja na huduma ya kuangalia tatizo la iPhone yako bila gharama yoyote. Hivyo, kama simu yako inawaka na kuzima, betri lake halitunzi chaji, lakini pia simu inakuwa inachemka sana au kioo kuvunjika, tutakuangalizia shida ni nini, na baada ya hapo tutakupa suluhisho zuri la kuweza kuitibu simu yako. Karibuni sana, tunapatikana Makumbusho, stendi ya mabasi. Siku ya jana tarehe 19 na leo tarehe 20 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025 zimetawaliwa sana na matamko ya viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu wa 2025, ambapo tumepata nafasi ya kuona na kusikia wito wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania TEC kwa serikali kuhusu kumwachilia huru mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu na kusisitiza amani. Katika matamko yao kuelekea uchaguzi mkuu, viongozi wengi wa dini katika siku hizi mbili wamehimiza amani sana. Miongoni mwa viongozi wa dini waliotoa matamko yao ni Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania TEC, Mtume Mwamposa Bulldozer, Askofu Shoo na kadhalika. Muda huu tunakwenda kutazama aliyoyazungumza Askofu Shoo, na katika habari nyingine nitakusogezea ya Mwamposa na wale viongozi wengine. Kikubwa hakikisha kwamba unakuwa karibu na chaneli hii ya Habari Kiganjani ili kusudi uweze kupata uhondo wa habari, hasa katika matamko haya viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu. Katika habari nyingine nitakusogezea pia matamko yote kwa pamoja yaliyotolewa na viongozi hao wa dini kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu, ila kwa sasa hebu tumsikilize Askofu Shoo wa KKKT. Askofu Shoo ametaka mambo manne kuelekea uchaguzi mkuu. Muhtasari. Mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, yani KKKT, Askofu Frederick Shoo amewataka polisi kuepuka kutumiwa vibaya na watu wasioitakia mema nchi. Mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, Askofu Frederick Shoo amesisitiza maridhiano, uchaguzi huru na haki na uamuzi wa wananchi katika uchaguzi kuheshimiwa. Mbali na hayo, amewataka polisi kuepuka kutumiwa vibaya na watu wasioitakia mema nchi na Watanzania kupenda nchi yao, wakiwa na hofu ya Mungu ili Tanzania iwe mahali salama. Askofu Shoo amesema hayo siku ya leo Aprili 20 mwaka huu wa 2025, akitoa ujumbe wa Pasaka katika kanisa kuu ushirika wa Moshi mjini mkoani Kilimanjaro. Akizungumzia maridhiano, Dr. Shoo amesema yanapaswa kuingia katika matendo na si kubaki kuwa maneno. Tunasikia habari za mapigano, migogoro kila mahali kati ya makundi, kati ya nchi na kati ya mtu na mtu. Tunasikia habari za ukatili na uonevu kwa wasio na nguvu na mamlaka, mahali pengine inaelekea kushamiri tena hata hapa kwetu, amesema askofu. Amesema kunahitajika kupatana, kuridhiana na kupendana. Tunaposema juu ya upatanisho tunamaanisha, tunaposema juu ya kuridhiana tunamaanisha, tunaposema juu ya kujenga upya, kuleta mabadiliko yatakayofanya watu wote waweze kuishi kwa amani na haki itendeke na kuletea nchi yetu maendeleo tunamaanisha. Tunapozungumza kuhusu ustahimilivu, sio maneno tu, bali sisi kwa nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo tunakuwa vyombo na wajumbe wa mambo haya, amesema. Dr. Shoo amesema sio vyema kwa Wakristo kukaa kimya au kukaa pembeni pale anapoona mambo yanayotishia amani, uzima, furaha na kuondoa haki kwa wale ambao wanastahili. Badala yake wanahitajika kujitokeza wazi, kushuhudia kwa ujasiri kuwa Mungu ni Mungu wa uhai anayekataa ukatili wa kila namna. Tujitokeze kwa sauti moja kutangaza hii nguvu ya ufufuo, tuseme ukweli pale inapopasa kusema ukweli, na hata kwa mamlaka zote tuchukue hatua ya pamoja kutetea haki, amani na upatanisho. Kwa pamoja tukatae nguvu mamlaka zozote zinazosababisha mateso, zinazoleta na kukumbatia vifo, amesema Askofu Frederick Shoo. Kuhusu uchaguzi mkuu amesema ni haki na wajibu wa raia kujichagulia viongozi wanaowataka, akionya wananchi wasiingiliwe wala kuzuiwa kuwachagua viongozi wa wapendao. Huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu, ni wajibu wetu kuchagua viongozi bora. Ni haki yetu kuona tunapata viongozi ambao kweli
watatupeleka mbele kama nchi na watajali maslahi ya nchi hii, wananchi na kizazi cha sasa na hata kizazi cha baadaye, amesema. Tunaomba uchaguzi huu usifanane na chaguzi zilizopita, ule wa mwaka 2019, mwaka 2020 na huu uliofanyika mwaka jana, mwaka wa 2024. Tumerudia mara nyingi na mahali pengi hatutaki kuona yale yaliyotokea katika chaguzi hizo nilizotaja yakijirudia. Polisi na uchaguzi. Dr. Shaw amelitaka jeshi la polisi kuhakikisha hawatumiki vibaya katika uchaguzi kwa maslahi ya watu wachache. Polisi tunawapenda na tunawategemea kwa jambo la ulinzi na usalama wa watu na mali zao. Niwaombe katika uchaguzi huu mkuu, kila mmoja kwa nafasi yake aangalie na asikubali kutumiwa vibaya kwa maslahi ya watu ambao hawaitaki nchi hii mema. Polisi na waomba kipekee kabisa msikubali kutumika vibaya na mfahamu wajibu wenu na Mungu awasaidie, amesema. Pia amewataka Watanzania kuipenda nchi yao na kila mmoja kwa nafasi yake ajitoe kuona Tanzania inakuwa mahali salama ambako kila mtu atakaa kuifurahia na kujivunia kwamba tunayo nchi nzuri. Akizungumza katika ibada hiyo, mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava amesema uongozi ni utumishi na utumishi ni kwa ajili ya watu, akiwataka Watanzania wote katika eneo lolote walilopo kujitoa kwa ajili ya wengine. Kuteswa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kufa kwake ni kwamba maisha yetu wakati mwingine yanapaswa yawe kwa faida ya wengine na kutanguliza wengine bila kutazama nafsi zetu sisi wenyewe na mambo yetu sisi wenyewe. Ikiwa ni katika eneo lolote lile, kwenye utumishi wa umma, utumishi kwenye sekta binafsi, kwenye familia, popote pale ulipo, wakati mwingine ni bora kuwasaidia wengine bila kujitanguliza wewe, na ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alifanya kwa gharama ya kutoa hata nafsi yake na uhai wake kwa ajili ya kutukomboa sisi sote. Hivyo tunapoendelea kutafakari ukuu wa Yesu Kristo, nasi pia tuenende kwa mtazamo huo, amesema. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hayo ndio ambayo ameyazungumza Askofu Frederick Shaw, askofu wa kanisa la KKKT. Wewe ni upi mtazamo wako, ama ni yapi maoni yako kufuatia hiki ambacho amekizungumza Baba Askofu Frederick Shaw wa KKKT? Weka mtazamo wako na maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment, lakini pia hakikisha ya kwamba unakuwa karibu na chaneli hii ya Habari Kiganjani ili kusudi uweze kupata kutazama na kusikia, ama kutazama na kusikiliza matamko mengine ya viongozi wengine ambayo wameyatoa katika siku ya jana na leo kuelekea uchaguzi mkuu unaokwenda kufanyika Oktoba mwaka huu wa 2025. Tuko mbioni kukusogezea habari ya tamko la Mtume Mwamposa Bulldozer. Kikubwa hakikisha kwamba unakuwa karibu na Habari Kiganjani.